Mfano, mahusiano yangu mimi na wewe yanaathiri sana mahusiano yangu na Mungu. Sasa athari zipo za aina mbili. Inaweza kuwa athari chanya au athari hasi. Ndio maana mwanzoni nimesema ya kwamba anayeamua kufanikiwa katika jambo fulani ni wewe mwenyewe. Ndio maana ukishaamua kufanikiwa kwenye jambo fulani, ukishakosa nguvu, unafundishwa kutafuta nini? Nguvu. Kwa Mungu anamaanisha kwamba ukishindwa kwenye kile ulichoamua, upo msaada kwenye msalaba. Lakini ni baada ya kuamua. Tuangalie kipengele uhusiano ni nini? Uhusiano ni muunganiko ambao unawaathiri watu wanaohusiana kwa namna mbaya au nzuri. Uhusiano ni muunganiko ambao unawaathiri watu wanaohusiana kwa namna mbaya au nzuri. Lakini pia maisha ni nini? Maisha ni mwendelezo wa uwepo wa mtu duniani kwa kusudi maalum la Mungu. Hivyo ni hatari kubwa sana kuishi nje na mapenzi ya Mungu, kwani kusudi la Mungu ndiyo dira ya maisha ya mtu binafsi. Labda nisitumie maiki. Yesu kilichomsaidia, alikuwa ni mtu ambaye tunasema ni mtu kwa sababu alikuja kwetu kwa jinsi ya mwili, nasi tukaona utukufu wa nani? Wa Mungu. Biblia ndio inasema hivyo katika Yohana. Yesu kilichomsaidia, alikuwa tayari kuvunja mahusiano na watu, hata na wazazi wake, ili aimarishe mahusiano na nani? Na Mungu. Wazazi wake. Na ubaya wa Yesu ni kwamba kibinadamu alivunja mahusiano. Wapo safarini wanaelekea kwenye sherehe, akavunja mahusiano, akaenda kujibizana, kuelekezana na walimu. Yaani kwa ufupi tunaweza kusema kwamba alienda kuelekezana na watu ambao ni kama Mafarisayo. Manake alikuwa tayari kuvunja mahusiano na watu na mtu yeyote duniani ili ampate Mungu aliyemweka mtu yeyote duniani. Sasa sisi mateso tunayopata ni nini? Magonjwa mengi matokeo yake ni mahusiano na watu. Unaweza kumkuta mtu amelala au anatembea anaongea peke yake. Nataka nikwambie, si kwamba ana mahusiano na mawe, ni kwa sababu ya mahusiano na watu. Utamkuta mtu moyo wake umepanuka. Mwingine utamkuta na blood pressure ya kupanda si ya kushuka. Jibu ni mahusiano na watu. Sasa Mungu siku ya leo anatufundisha kwamba mahusiano yetu na watu yanaweza yakaathiri mahusiano yetu na Mungu. Nataka nikwambie kitu kimoja. Mungu akikupa kitu, akikukabidhi, shetani hawezi kukiiba hicho kitu kabla hajaondoa thamani ya kile kitu kwenye moyo wako. Yaani shetani anakuja na kuambia hiki kitu hakina thamani. Miongoni mwa njia ambayo shetani alitumia, alimwambia Eva kwamba maagizo ya Mungu kwenye moyo wako hayana nini? Hayana thamani. Eva akakubali maagizo ya nani? Ya shetani. Kwa shetani huwa anakuza vitu vyake kwenye moyo wako. Kwa hiyo anapotuma mtu anakuja kwako, sio kwamba anakuja na maneno makatili, anakuja na maneno malaini yenye ukatili kwenye maisha yako. Uhusiano wetu na watu, kwa lugha nyepesi, inaweza kuwa ni uhusiano wetu na Mungu. Kwa ukiona mimi nina mahusiano yangu na Mungu 20%, uwe na uhakika mahusiano yangu na watu ni 80%. Ukiona mahusiano yangu na Mungu ni 80%, uwe na uhakika mahusiano yangu kwenye moyo, yani watu wameteka moyo wangu 20%. Kwa hiyo ni hivi, ukubwa wa mahusiano yako na vitu vingine ni kiwango kinachosalia kwenye mahusiano yako na Mungu. Kwa hiyo kama moyo wako una mahusiano makubwa sana na vitu au watu, uwe na uhakika moyo wako una mahusiano kidogo na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu ni akina nani? Watu ni wale walioumbwa na Mungu, wenye matokeo kwenye maisha yako. Yaani yanaweza kawa matokeo hasi au matokeo chanya. Kila mtu ameumbwa na Mungu.
moja duniani. Yaani hata sisi ambao tumeoa na wale ambao wameolewa, hakuna anayeweza kumfafanua mwenzake. Yaani wewe una magrupu ya mapenzi, hata magrupu elfu miaka nenda rudi, lakini mtu wa kumtambua mtu hayupo. Lazima ujue hivyo. Ukitaka kuamini, Mungu alimwambia Samueli, nabii Samueli, akasema hivi, mimi hawa sijawachagua, mtafute mtu ambaye nimemkusudia, anaitwa Daudi, huwa anashinda polini, anachunga kondoo. Halafu Mungu akathibitisha, akamwambia hivi Samueli, nabii wa Mungu. Yaani Samueli ilikuwa ni hivi, akiongea jambo lilikuwa lidondoki chini, neno hata hili lazima litimie. Lakini ile siku Mungu alimwambia live kwamba tatizo la ninyi binadamu, mnaangalia sura nje, amwangalie nini? Moyo. Ila mimi Mungu naangalia nini? Moyo. Alikuwa anamaanisha hivi, uhusiano na watu una athari kwenye maisha yako. Kwa hiyo hata wewe hapo ulipo, kwa mahusiano na watu kwenye kipindi kilichokuwa unapita, wenda hata kufa ulibidi uwe umeshakufa. Lakini alipokuja Yesu wa msalaba, akasema bado unafaa, akakutunza leo. Tunza mahusiano yako na Mungu kuliko watu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi la Mungu ni nini? Kusudi la Mungu ni mapenzi ya Mungu kwa mtu. Mtu aliyekusudiwa na Mungu kwa ajili ya kuleta faida kwa watu, yani faida za kiuchumi, kijamii au kisiasa, lazima ajifunze kuwa kinyume na hao waliotumwa kwao. Hii ni kitu cha ajabu. Yaani Mungu anamtuma Samueli kwenye familia ya Yese, halafu Yese inabidi awe kinyume na mwenye nyumba. Samueli inabidi awe kinyume, yani na mwenye nyumba ambaye ni Yese. Hilo ni jambo la ajabu sana. Yaani umetuma nyumbani kwa mtu, kwa mfano sasa hivi unaenda kwa mchungaji, halafu kusudi la Mungu linataka uende ukawe kinyume naye. Sio story ndogo. Yaani ni sawa na kusema Yese hivi, mimi nawajua watoto wangu, huyu ana kiburi, huyu ni mwembamba, huyu ni mnene. Kwa mgeni anayekuja inabidi aulize utaratibu kwa Yese kwamba wapitishe watoto wako wote, kuna mmoja amekusudiwa au mfalme wa nani? Wa Israeli. Ndiyo Mungu amemwagiza hivyo. Samueli anaenda, halafu akishaenda kule, Yesu anawapitisha watoto wake wa kwanza, wa pili, wa tatu. Halafu macho ya mtumishi wa Mungu Samueli anasema, roho wa Mungu ananikatalia ndani kwamba huyu siye. Anauliza, Yesu, samani mzee, samani, lakini hakuna aliyesalia? Yesu anajibu, anasema kwamba aliyesalia yupo, ila ni mdogo. Tena yuko wapi? Polini. Yaani kuna sababu mbili ambazo zinathibitisha kwamba Daudi sio kitu, lakini kuna sababu 1000 zinazothibitisha kwamba Daudi ni kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, hapo ulipo una kusudi la Mungu. Shetani atakachopambana, niingie kwenye somo, atakachopambana ni wewe usijue kusudi la Mungu. Kwa sababu kila aliyetembea kwenye kusudi la Mungu, ushindi ni wa lazima. Ila ukitembea kwenye njia nyingine, ushindi ni wa mahangaiko. Mfano, Daudi alitembea kwenye njia ya Bwana. Alipotembea kwenye njia ya Bwana, ushindi ulikuwa ni uhakika. Wewe sio kwamba utashinda kwa sababu unafanana na kesho yako. Utashinda kwa sababu umemjua aliyebeba kesho yako, ameweka nini ndani yake. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yaani kuwa vile unavyotaka kwa Mungu sio shida. Ila kuna kitu ambacho hujui kama unakitaka ili uwe kama vile unavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa vile unavyotaka kwa Mungu sio shida. Ila shida ni hujajua vile unavyotakiwa kuvifanya ili uwe vile unavyotaka. Mfano mdogo, utafika kwenye mahekalu makubwa, kama mnafuatilia mahekalu makubwa, kusanyiko mbalimbali, watu wanasisitiza kumtumikia Mungu, ila hawasisitizi kuandaliwa kumtumikia nani? Mungu. Sasa hapo ndipo tunapopata zuio lililopo katika Wagalatia 4 mstari wa kwanza, kwamba mrithi hawapo mtoto ana tofauti na nani? Na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Kwa hiyo kumbe Mungu anachoogopa kutuinua bado tu watu tumeona. Haleluya, haleluya. Basi tuchukulie mfano Baba Gudi na pikipiki hapa. Baba Gudi
angekuwa ni mtoto moyoni, hiyo pikipiki angekuwa anaona kitu cha ajabu, wenda singetusalimia na sisi. Ila kwa sababu moyo wake ni mkubwa kuliko pikipiki, yupo saizi anawaza gari. Haleluya, haleluya. Ndivyo ilivyo kwa Mungu. Sio tunatoa mfano kila siku kule nyumbani. Hata kama mtoto unampenda, mtoto mdogo, una magari na kila kitu, ukasema bwana nakukabidhi nyumba, mtoto na miaka 2, utakuwa unatatiza. Bora ukamwita hata mtoto wa jirani. Kwa hiyo Mungu kiona anawapa utajiri watoto ambao sio wa Yesu, ameangalia mioyo yao. Haleluya, haleluya. Sasa wana wa Mungu, kwa nini tunafanya ibada za vijana? Hatufanyi ibada za vijana ili tuendelee kuwa watoto. Tunafanya ibada za vijana tupate maarifa, tuondoke kwenye utoto twende kwenye utu uzima. Kwa hiyo nature ya Mungu anaanza kukukabidhi kombe la ushindi kabla hujalifikia kombe, kwa sababu ana uhakika mtashinda, maana mtetezi wangu yu hai. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuendelee. Kipengele B, tuangalie nini kiwe chanzo cha uhusiano wako na watu. Kitu gani kinatakiwa kuwa chanzo cha uhusiano wetu na watu? Mimi na wewe hapa tumekaa, tunasikilizana, tunaishi. Chanzo kiwe ni nini? Tutasoma kitabu cha Mithali 14:24. Chanzo cha kwanza, nini kiwe chanzo cha uhusiano wangu na watu wengine? Mimi nisijichagulia roho kwamba huyu nataka awe rafiki yangu, kwa sababu mimi siwezi kumsoma mtu naye hawezi kunisoma mimi. Nini kiwe chanzo? Jambo la kwanza, Mungu mwenyewe. Mithali 18:24. Kama kuna mwenye Biblia atakuwa ananifungulia haraka, tunathibitisha, tunaenda. Nini kiwe chanzo cha uhusiano wangu na watu wengine? Jambo la kwanza ni Mungu mwenyewe. Mithali 18:24. Karibu. Ajifanyaye rafiki wengi ndio ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Ndio ishi ya kwanza. Hapo tutasoma Biblia yake. Ajifanyaye marafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Kwa hiyo kama ajifanyaye marafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Kwa hiyo Mungu akitufanyia marafiki kwa ajili yetu ni kwa ukombozi wetu sisi wenyewe. Elewa mtumishi wa Mungu, kuna muda mzazi anatengeneza mazingira ya kuhakikisha wewe haukutani na mtoto wa fulani. Anaweza kaingia gharama ya kutengeneza geti la milioni 5, akazungusha fence kubwa ili tu akuondolee company, maana anajua company ndio kifo cha mtoto wake. Hebu tusome Biblia yake. Lakini yupo mtu, lakini yuko rafiki ambatanaye na mtu kuliko ndugu. Lakini yupo rafiki ambatanaye na mtu kuliko nani? Ndugu. Yesu akiambatana na sisi ni bora kuliko ndugu. Ndugu wanaweza kauana, ndio dunia tulionayo. Ndugu wanaweza kanyongana. Kwa hiyo kitu kitakacho kusaidia sisi tuweze kutimiza ndoto zetu na kutimiza kusudi la Mungu kama vijana ambao hatujakata tamaa. Tunaamini mbele yetu kuna maisha mengine. Tunaamini kuna ufahari mwingine, kuna ustawi mwingine. Lazima tujifunze kumkabidhi Mungu atuandalie watu kwenye hatima zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye biashara zetu atuandalie watu. Jifunze. Mungu alimpa Daudi mtu anaitwa Jonathan kabla Daudi hajaufikia ufalme. Usitafute watu sahihi ukishakuwa mtu sahihi. Watu sahihi wanapatikana kabla hujafika kwenye sehemu yako sahihi, ili wakufikishe kwenye sehemu sahihi. Mungu anasema hivi, roho ya Jonathan ikampenda Daudi. Yaani roho ya Jonathan ilimpenda Daudi kama nafsi yake. Sauli alipokuwa anapanga kifo cha Daudi, Jonathan mtoto wa Sauli alikuwa anaenda anamwambia Daudi, baba nataka kukuua. Huyu alikuwa ni mtu sahihi kwenye hatima. Nataka nikuhakikishie kwenye mizunguko ya Daudi angejitafutia watu, ile mizunguko yake wangemchoka, Daudi angekufa, asingeufikia ufalme. Kila mmoja hapa na kusudi la Mungu. Kuna ufalme ambao Mungu ameutengeneza. Haufikiwa ufalme hadi umuombe Mungu watu sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ubaya ni kwamba hawajulikani kwa sura,
kwa historia. Hampo ubini mmoja, huenda ni watu ambao hadi sasa hivi hawajulikani, lakini katika Bwana wanajulikana, kwa sababu anajua alichokihifadhi ndani yako. Mtake Mungu usiku na mchana ili akupe watu sahihi kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Nini kiwe chanzo cha uhusiano wako na watu wengine? Pointi ya pili, kusudi la Mungu si vinginevyo. Samueli wa kwanza 14 mstari wa kwanza. Kusudi la Mungu sio vinginevyo. Hakikisha kila unayehusiana naye hauna sababu zako za kibinafsi isipokuwa kusudi la Mungu. Samueli wa kwanza 18:1. Twende haraka ili ndio 18 mstari wa kwanza. Ndio. Ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Yonathani ikaambatana na roho ya nani? Ya Daudi. Yonathani akampenda kama roho yake mwenyewe. Ishia kwanza. Hebu tumchapie Bwana makofi pale. Yaani wewe fikiria kwanza. Nitumie mic kwa sababu hizi ni siri za vijana. Anasema hivi, baada ya Sauli kusema na Daudi, yani tuchukulie watu wawili wanaongea, halafu automatic anasema hivi, roho ya Yonathani ikampenda Daudi, ikaambatana. Unajua maana kuambatana naye, watumishi wa Mungu? Yani kuambatana ni kwenda pamoja bila kutegea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa niende hivi. Watu wanaulaumu sana watu. Fulani amenigeuka, amenisaliti, amenitapeli, amenifanyia nini? Unamuuliza, samani ndugu, ulimuomba Mungu unapotengeneza hiyo relation? Kwa sababu duniani hakuna maajabu. Watu ndio waliobeba vitu vyetu. Na hiyo ni picha tosha kiroho. Watu ndio waliobeba kesho zetu. Kwa hiyo Mungu ndani ya mtu ndiye aliyebeba kesho yetu. Kwa kama ndani ya moyo wangu aina ya Mungu niliye naye ndiye anaweza kuwa chanzo cha wewe kuifikia kesho au kutokuifikia kesho. Mtumishi wa Mungu